hospitali mbalimbali. Na maswali kuhusu ufaafu wa Calvins Okoth maarufu kama Gaucho kuwa mwanabodi wa hospitali Mama Lucy yanazidi kuibuliwa. Hata hivyo, Gaucho akisisitiza kuwa anatosha mboga. Maswali ya sheria yanasema nini kuhusu kiwango cha kisomo, maadili kwa mujibu wa kipengee cha 6 cha katiba, na mchakato wa uteuzi huo yatasalia kulewalewa akilini mwa Wakenya wanaodai Gaucho ana historia ya vurugu. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amejitokeza kutetea wito wake ama wino wake. Anavyoarifu David Mudhoka, alizungumza na Gaucho mapema hii leo. Ni katika mtaa wa mabanda wa Mukuru ambapo tunakutana na Calvins Okoth Otieno au kipenda Gaucho. Siku chache baada yake na wengine 5 wakiwemo Knight Medza Kaingu na Susan Wanjiru kuteuliwa kwenye bodi ya hospitali ya Mama Lucy, uteuzi ulioibua utata mkali hadi sasa. Baadhi wamemsuta Gaucho wakisema hana vyeti vya kuwa kwenye bodi hiyo kwa kuwa alifika darasa la 6 tu katika masomo yake. Hata hivyo, Gaucho ana mtazamo wake. I think sera ya ODM as party ama Azimio last election first ilikuwa inawezekana. Ilikuwa Azimio inawezekana. Then tulikuwa narudi kwa UDA. UDA ilikuwa ni bottom up. Kuinua mama mboga kupandisha, kuinua ule mama Nozo Mena kupandisha juu, ule kijana anaendesha pikipiki kupandisha juu. Wengine wanasema Gaucho na historia ya vurugu kutokana na pilka za maandamano ya tangu mwaka 2023, ila Okoth amejitetea. Mtu wa getu huwezi jua kijana na mzee. Unaweza pata huyu mzee ni kijana, wewe ukimwona ni kijana, lakini sura yake inaonyesha wewe ni mzee kwa sababu anakula kibati na analala late. So sura yetu inafanya tunaitwa gun. Watu wote wako na hasira na mimi kwa sababu wanashangaa huyu kijana tu alikuwa anatembea na mwiko na sufuria kwa barabara, ametokea wapi sasa nawekwa kwa bodi ya maprofesa. Lakini mimi najua kwa hiyo degree yote na hiyo masomo yote, kila mtu akikufa kuna mtu anazikonga kwa kaburi ya gorofa. Eti wewe huko kusoma, wewe uko na degree, sasa wewe kaburi yako ni pale hautaoza. Wewe una degree, wewe utaoza raka. Sisi wote tunaenda wapi? Ile ya muhimu ni kuserve interest ya watu, na hiyo ndio kitu inanipeleka na mimi kupigwa, hata hiyo sistuki. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja aidha ametetea uteuzi huo akisema ni kinukuu, sheria ya ufadhili wa uboreshaji wa vituo vya afya ya mwaka 2023 inazitaka serikali za kaunti kuwahusisha wanajamii katika uongozi wa vituo vya afya vya umma vya ngazi ya 2 hadi 5 kupitia bodi za hospitali na kamati za usimamizi. Sheria hiyo inaeleza kuwa wawakilishi hao wa jamii lazima watoke katika eneo linalohudumiwa na kituo hicho na waakisi ushirikishwaji kwa kujumuisha makundi kama wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi mengine yaliyotengwa. Jukumu lao ni kuhakikisha ushiriki wa umma, uwazi na uwajibikaji katika upangaji, uandaji wa bajeti na usimamizi wa matumizi ya fedha za vituo hivyo. Aidha, uteuzi wao hufanywa rasmi na mjumbe wa kamati ya utendaji ya kaunti anayesimamia afya kwa kuzingatia taratibu za kisheria. Miaka 3 ijayo itathibitisha ikiwa uteuzi wake Gaucho ulikuwa sahihi. David Mudhoka, NTV, Nairobi. Na mtazamaji, wa kazi mjini Garissa waliandamana hii leo